Ni muda mwingine tena kuweza kupata update mbalimbali na tuko na Pipi Jojo. Pipi Jojo. Unyama? Unyama. Hivi nakumbuka mara mwisho tulizungumza kwa kina sana Yeah, nakumbuka. Bwana wewe. Hongera sana. Habari za Nairobi lakini? Salama. Baridi. Salama kabisa. Unaweza kukula na midoli au na midoli tena umepokonywa ndugu yangu? Hapana, outfit yangu tu haitaki. Unapokonywa midoli wewe? Nani atanipokonya? Unaweza kupokonywa. Hayo mambo yapo lakini. Nguvu ni nyingi sana. Sana. So far umetambulisha nyimbo yako. Nyimbo yako inakwenda kwa jina gani? Inaitwa Mapenzi. Mapenzi. Yes. Mapenzi? Inaitwa Mapenzi. Wewe. Kwa nini? Kwa sababu ni mambo ambayo yanatokea niloimba mule. Kwa nini wimbo wangu unaitwa Mapenzi? Kwa sababu ndio kitu ambacho nimekiimba. Kwa sababu maneno ni mengi ndio akasema hivi, kwa nini imekuwa mapenzi yani? Yaani why mapenzi? Kwa sababu tulianza na chakacha tukachakachika. Sasa hivi naona tena mapenzi jamani. Nyimbo fulani, majina fulani hivi mazito. Kuna nini kinaendelea? Yanaendelea mengi, lakini kuhusu wimbo wangu ni wimbo ambao tu nimeona kwamba kwa sasa hivi ni muda sahihi wa kutoa. Bwana wewe Pipi Jojo. Hivi sababu ya wewe kuondoka kwa jamaa ilikuwa ni nini? Kama alivyosema yeye, tulifikia makubaliano ya kwamba hivyo. Makubaliano namna gani? Hivi ni makubaliano, I don't know how to put it, lakini ndio hivyo yakatokea mpaka nikawa tena sisimamiwi na wao kabisa. Na ulijisikiaje wakati anaandika yale matamko kule kwenye mitandao kwamba kuanzia leo Pipi Jojo hatutakuwa naye na tunatarajia kumtangaza msanii mpya? Ulijisikiaje kwanza? Kwanza kuhusu kutangaza msanii mpya tuachane, kwa sababu mimi tangazo la kwanza nililoliona ni kwamba hatutakuwa na Pipi Jojo. Cha kwanza nijisikia vibaya kwa sababu mimi kama mimi sikuwa nimetegemea, lakini pia nilikuwa nawaza kwamba ndaanzia wapi, tafanya nini, nani atanipokea, nani, yani okay, nimefika hapa, then natakiwa nifanyaje? Ndio nishatoka kwenye lebo, natakiwa nifanyaje? Yani niliwaza mambo mengi kiukweli, mpaka kusimama hapa kuja kufanya interviews sio kazi ndogo ambayo nimeifanya. Okay, Pipi Jojo, najua Watanzania wanajiuliza na wana Afrika Mashariki kwa ujumla au na Afrika nzima na dunia kwa ujumla kwamba the way ambavyo Chief Godlove ulikuwa naye karibu, treatment alizokuwa anakupa inafikia stage mpaka unatembea na magari yake yote mtaani. Tulikuwa tunaona zile. Sasa tunajiuliza nini kimetokea? Mbona ameweza vipi? Kwa sababu Chief Godlove the watu wanavyomzungumzia, yani unazungumzia package ya masuala ya maokoto ni vitu vya kawaida sana kwake. Misafara hapa na pale, ziara za ghafla, vitu vidogo sana kwako hivyo. Na pia thamani yako na nini, wewe mwenyewe unaelewa kwamba ni msanii ambaye umeanza kwa muda mfupi lakini thamani yako ni kubwa, unaheshimika, sauti yako ni nzuri, watu wana appreciate kazi yako unavyofanya, unajitoa vizuri, unajituma vizuri. Hasa tunaweza kushangaa kinamfanya anaondoka pale. Nini kimetokea? Au ametishiwa? Au kuna nini? Hebu tuambie, kuna nini kilikuwa kinaendelea mpaka? Mimi nataka uniambie nini kinaendelea. Yani mambo ambayo mnayaona kwenye mitandao na jinsi wanavyoishi watu ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mpaka kuna full package kama ulivyosema, kuna magari, kuna nini, kuna pesa, lakini mpaka mtu akafikia hatua ya kuomba kwamba naomba, yani kwamba ile naomba nirudi Tanzania au naomba natamani kujisimamia mwenyewe, unajua kuna mengi nyuma yake. Okay. Kwa ilifikia tu hapo. Kwa nini ulihisi unataka kujisimamia mwenyewe? Wakati ulisema kwamba ule ni babako. Kwa hiyo kana kwamba ulimpa heshima kwamba ni kama mzazi na anakusimamia vizuri. Nini kilikufanya sasa ujisimamie mwenyewe? Kuna mambo tu ambayo yalikuwa yanaendelea ambayo yakanifanya mimi kwamba nitamani kwamba unajua ningekuwa peke yangu ningekuwa na uwezo wa kufanya hiki, kufanya hiki. Yaani hapo sasa sizungumzii muziki. Kwenye muziki tuko sawa, lakini tu kusimamiwa na yeye, kuwa chini ya mtu, maana yake wewe unatakiwa ufuate kila kitu ambacho huyo mtu anakitaka ufanye. Sasa kuna mambo ambayo mimi yalikuwa yanatokea, yananibana, yani sijui niekeje ili siende kuleta maana tofauti, lakini hivyo mambo mengi ambayo yametokea mpaka nikajikuta sasa yani kwamba natamani ule ubladiziwa nyuma, yani kwamba natamani nirudi. Hivi before ya muziki Pipi Jojo ulikuwa unajihusishaga na nini wewe? Mimi nilikuwa naimba. Muziki ndio unaonifanya mimi nitafute riziki sehemu nyingine. Yaani ndoto zangu mimi ndio zilizokuwa zinanipa nguvu ya kwamba mimi siogopi chochote, nitaenda Kariakoo, nitaenda wapi siogopi kwa sababu ya muziki. Umehitaji Kariakoo na maana ushakuaga winga wewe. Kweli? Si interview kwanza nilikwambia hivyo lakini. So far Pipi Jojo, kuna mambo mengi. Sasa hivi kuna msanii mpya ametambulishwa
na anasimamiwa na Chief Godlove. Wewe hiyo unaionaje kwa upande wako? Iko sawa tu. Yes. Una kinyongo kabisa. Ndatoa wapi kinyongo? Ningekuwa na kinyongo kama labda mimi ndo niko pale sijasaidiwa chochote maybe, yani labda kama niko bado kwenye level sijasaidiwa chochote, niko tu afu wewe upo, afu kuna msanii mwingine sasa anakuja tu hivyo, ndo ningejisikia. Lakini mimi Tiga ninamjua toka mwanzo, kwa sijajisikia vibaya. Kwanza nimefurahi, unajua mimi nina kaka zangu ambao unajua wana rap. Kuna Pluto TZ nani ambao natamani wapate na wenyewe sehemu. Kwa nikiona yule mtu ambaye alikuwa na rap na muonaga TikTok kapata kainuliwa, najisikia vizuri kwa sababu mimi pia nilikuwa na rap hivyo hivyo TikTok, nafanya challenge zangu za TikTok hivi mpaka nikapata support. Okay. Watu wengi wanamfahamu Chief Godlove the way anavyojitoa kwa jamii, huruma yake na vitu kama hivyo. Wewe umeondoka pale, hauko naye tena, unajisimamia mwenyewe kama unavyodai. Hakuna kiasi chochote cha pesa labda amekupa labda na magari kadhaa kwa maana mwanangu Pipi Jojo, sasa huu ni wakati wako na sasa kula mema ya dunia. Hakuna hizo. Unajua gari so kitu simple tu eti umpe tu mtu. Anipe mimi nimefanya nini mpaka nipewe gari? So hata si baba, wewe ni mtoto. Jamani, kuna vitu vingine sio virahisi. So hivyo tu mtu tu atoke huko alikotoka akupe gari, una nini? Umefanya nini? Sasa kama mtu anaweza akasema niambie una shida kiasi gani cha fedha? Hao ni kwa watu ambao sio damu yake wala ni wanapata. Wewe ambaye ni kama mtoto sasa. Magari ulikuwa unatembea nao unavyotaka. Amekupa nini? Tuseme bana, sema mwanangu sasa hebu chukua fungu hili kajitegemee na muziki wako sasa. Nipa jina Pipi Jojo. Bwana wewe. Yes. Hekima kubwa hiyo. Yes. Yaani mpaka mimi nimefika hapa. Kama yeye asingenishika mkono na maana bado nikopo Grad TZ yule ambaye anafanya challenge TikTok, lakini mpaka akanisukuma mpaka sasa nikawa official artist. Kwamba mimi sasa ninaweza nikasimama nikasema hi everyone, my name is Pipi Jojo, I'm an artist from Tanzania. Hebu mwambie neno moja hapo kwenye kamera la kumpongeza tu kwa hicho alichokifanya kwako. Kumpongeza nani? Chief Godlove mwenye babako. Jamani, hata nikisema nipongeze nitapongeza kwa neno gani? Nampenda tu na namuombea kila siku. Lakini kuna watu wanadai kwamba najua Pipi Jojo labda pengine labda Chief alikuwa labda kuna nama fulani hivi haieleweki. Kwanza hawa watu wanaohisi labda kuna mengine ya ziada yanaendelea baina yako na Chief, unawaambiaje? Yaani kwa nini umpicture mtu kwa yale mambo? Yaani sijui watu waga wanaanza nini. Na hizo wanawaza kwamba mimi kama mimi siwezi tu kumsimamia mtu hivi. Kwa na fulani pia hawezi. Lakini kama kuna lolote ambalo lilikuwa linaendelea, basi ukweli kuna siku utakuja kujulikana. Lakini mimi ninachoweza kusema waache kumpicture hivyo. Baba ni mtu mwenye roho nzuri. Kama ukiangalia mimi nimetoka, lakini tayari kuna msanii mwingine ambaye alikuwa tu anafanya TikTok kashasainiwa. Maana huyo ni mtu ambaye anajitoa sana kwenye jamii. Kwa hivyo hivi tokea uondoke kisha kutafuta labda kukupigia simu labda vipi unaendeleaje Pipi Jojo mwanangu? Hapana, hakijawahi kutafutana. Kwa nini? Hamna. Mimi pia lakini mimi pia sijawahi kumtafuta, yeye pia hajawahi kunitafuta. Lakini kuna siku utamtafuta, utampigia simu mzungumze mawili matatu, sio? Kuna siku ndio lazima nimtafute nimshukuru. Unajua baba amenifanyia mengi sana. Nasikia alikuwa ameshaanza tayari kukujengea mpaka na nyumba nasikia. Wewe usiniambie. Kuna mtu ameniambia hiyo, nikasema nitakuuliza ututhibitishie kama ni kweli au la. Wapi? Usikute kweli ni kwa jengewa nyumba. Bichi huko ndani bonge ya nyumba nasikia alikuwa anakujengea. Acheni utani bwana, kuna vitu vingine unajua unapovisikia wewe mwenyewe unakuwa unaviwaza. Hivi unajisikiaje unavyosema mmefanana? Yaani macho ya Chief Godlove na macho yako ni kama yanafanana fulani hivi. Macho ya maokoto. Macho najisikia vizuri sana, unajua tena. Bwana wewe. So far nyimbo yako umeitambulisha lakini umesema imeshushwa. Sasa una nini cha kuambia mashabiki zako sasa, kwa sababu najui Pipi Jojo unavyozungumzia kwa hapa Tanzania ni msanii ambaye ameanza hana muda mrefu, lakini thamani yake ni kubwa kulingana na utashi wake na ujuzi makini ulionao kuimba muziki ambao umetulia. Labda una nini cha kuambia mashabiki zako ambao wanakutazama hapa, umewaandalia keki gani waweze kutafuna hiyo? Cha kwanza wasiache kunisupport, hicho ndio kikubwa, kwa sababu wao endapo wakisema bwana Pipi sisi hatumsupport tena Pipi ndo basi nitaenda kumwimbia nani? Cha kwanza naomba wanisupport. Cha pili, wimbo umeshuka lakini sio umeshushwa. Hata umeshushwa lakini itakuwa ni mambo tu ya digital. Umeshuka lakini nitauweka tena. Nadhani wanipe tu siku 3 mambo yatakuwa sawa. Taachia wimbo wangu wa mapenzi, ni wimbo mzuri sana. Yaani hiyo ni
verse 2 na yenyewe haijakamilika upo vile. Verse 1 ikoje? Pipi Jojo, kuna vitu ambavyo pia niliombwa nikuulize na watu fulani ambao ni wadau wako wanakufuatilia sana. Wanasema kwamba baada ya Chief Godlove kutangaza tu kwamba hayupo na wewe tena kwenye mambo ya kusimamia kimuziki, wale viewers ambao tulikuwa tunaona mamilioni wa Chakacha na nini wakashuka ghafla. Hivi ile ilisababishwa na nini Chief? Hebu tuambie. Ilisababishwa na nini? Sasa watu walichanganya kitu kimoja. Kuna fans waga wanafunguaga page zao na wenyewe wanajiita jina lako. Yaani watu wakogo hivyo. So ile account ambayo ilikuwa inaonekana ni account fake, sio account yangu mimi. Account yangu mimi walishusha zile video. Yaani zile zenye account yangu sasa yenye video yenyewe zilishushwa kutokana na baada ya ile tangazo kutoka kwa wakataka wanahisi wa take down nyimbo zangu zote zisiwepo kwenye nini. Kwa walivyoshusha ile Pipi Jojo fake ndo ikaja sasa ikapop kwamba watu wakawa naamini kama ile ndo ya kwangu, lakini hapana. Sasa mbona hiyo Pipi Jojo fake ndo ilikuwa na screenshotiwa na kupostiwa kwamba wamefika viewers milioni fulani, wamefika kiasi fulani. Huyu mtu ana hatari sana, mbona ana upepo mkubwa kulingana na hali zilivyo, lakini watu wamempokea kwa ukubwa. Kwa nini ilikuwa vile sasa kama nazo ni fake na ni robot kama mnavyoeleza? Sio robot, ni mtu kafungua account ya YouTube, kaeka picha yangu, kaeka pale Pipi Jojo ka upload video yangu. So far ile nyimbo ya Chakacha ina viewers wangapi, yani really kabisa? Mara ya mwisho niangalia kwa na views milioni 2 na. Sasa kwa sababu sina ile account kwa siwezi kujua. Kwa hiyo account iko wapi? Account ipo kwao wenyewe. Account sasa hivi ukiangalia na hisi imebadilishwa jina, ndo msanii yule pia nyimbo yake imeuploadiwa kwenye ile account. Okay, kwa ni account hapo inamilikiwa na Mwakibete. Babako mwenyewe kabisa. Yes. Wanamwita. So far, okay. Kwa sasa hivi tuseme kule ule upload nyimbo ngapi kwenye account ya Daddy? Ya Daddy. Nyimbo zangu zote. Unajua ile ndo account yangu ambayo nilianziaga kipindi hicho. Lakini sasa hivi account yako mpya nyimbo zipo lakini. Account yangu mpya hii nyimbo ndo bado kwa sababu niliupload wimbo saa 6 ukashuka. Kwa Chakacha iko kwenye account yako au iko kwenye account ya Daddy? Siwezi kuupload zile tena nyimbo ambazo zilisha-uploadiwa kule nika-upload tena huku. Lazima zitakuwa na copyright na uenda hata account yangu isinini. Kwa na upload wimbo wangu mpya wa mapenzi ndio utakopo kwenye channel yangu mimi. Hivi Pipi Jojo, kiasi kikubwa ambacho Chief Godlove alikupa ilikuwa ni kama shilingi ngapi hivi? Kiasi kikubwa ambacho alikupa, wanasema mwanangu, hebu chukua kanunua hata chocolate au kanunua chochote. Yaani ilikuwa ni kiasi gani? Sasa ni hela nyingi kwa sababu mimi singwa ninatembea na kadi jamani, nilikuwa mkoa muone. Kwa hiyo aje kukupa cash hivi kabisa kilibunda hivi aje kukupa? Hapana, mimi nilikuwa natumia hela kwa kadi sana. Mimi pia sipendi cash. Hivi Chief Godlove akiuga na hasira waga ni mtu wa namna gani, kwa sababu ulikuwa naye karibu sana? Ni mtu tu. Anafananaje yani? Kwanza ukimwona baba unamwona vile alivyo, ndio ukoge vile. Yaani vile mtu kumfokea live waga, mbona anafokea tu watu wengi. Kwamba uje kumwona baba akasirika. Kufokeaga? Kunielekeza ndio nimewahi kuelekezwa kwa ukali kwamba hapana, atake kwa hivyo. Lakini Pipi Jojo, kwa wewe unavyozungumza tena unaongea kwa nidhamu sana. Unamuita baba na vitu kama hivyo. Labda wish labda siku moja hata kusema labda umeamua kurudi tena kwenye utawala wake, muendelee kufanya kazi pamoja na vitu kama hivyo. Yaani kwenye maisha bwana, kuna kitu ambacho Mungu anakupa na akiamua kukichukua na kichukua. Kwa hiyo siwezi nikaforce kuforce, yani ile kwamba mimi ninakitaka, Mungu mwenyewe akiamua kukirudisha atakirudisha. Lakini kama hataamua. Lakini mimi kwa mawazo yangu mwenyewe naona tu ni sawa mpaka hapa tupofikia ni sawa na namshukuru Mungu. Okay. Ni kitu gani ambacho utajakaa ukisahau kwake? Upendo, hivyo baba. Sijaipataga nafasi hiyo. Okay. Kati ya Zuchu, Nandy pamoja na Lady JD, ukiambiwa uchague hao ufanye nao collab, utamchagua nani? Hapo siwezi kuchagua. Wote ni moto. Yes. Okay, baada ya kung'atuka katika utawala wa Godlove Mwakibete, nani ambaye amekutafuta labda kusema labda mjoi pamoja, mrekodi pamoja, au lebo yoyote? Hamna lebo yoyote ambayo imekutafuta au meneja yoyote au msanii yoyote labda kutaka mzungumzie mawili matatu kusawa mambo yako kisanaa? Unajua hakuna mtu mwenye namba yangu ya simu. Kwa watu wengi kama kunitafuta watakuwa wamenitafuta Instagram na mimi nilijipa break kidogo, nilikuwa nina post then natulia. Okay. Lakini
baada ya leo nitaangalia kama kuna ambao wamenitafuta ambao wanataka, sio mambo ya sanaa tu, ambao wanataka collab, ambao wanataka tufanye kazi hivyo, nitaenda kuangalia. Okay. So far sasa hivi ni ruksa kabisa kufanya show nyimbo zako za chakacha na vitu kama hivyo? Sijajua utaratibu upoje, lakini sijui. Sijui, maybe nikafuatilie, nika Google niangalie waga mambo hayo yanakuaje, maybe unaruhusiwa au uruhusiwi.